Filamu inaanza moja kwa moja na tukio la zamani ambapo tunamfahamu mzee mmoja. Huyu ni baba yake na huyu binti anaitwa Puti. Anamtambulisha binti yake kwa mama mpya kwenye maisha yake, yaani mama yake wa kambo, akiwa na binti yake mmoja anaitwa Mira. Kisha tukio linahama mpaka wakati wa sasa ambapo binti Mira alikuwa anajiandaa kwa ajili ya harusi yake. Kabla ya ndoa akafanyiwa tambiko na mzee wa kijadi. Huyu mama anaitwa Mba Waso. Huyu yeye ni mtaalamu wa kusafisha aura mbaya na kumtakia ndoa yenye baraka. Wageni pamoja na wakwe wa Mira wakamsifia sana binti Kanoga, wakamsifu na wakamkaribisha katika familia yao. Sasa kwenye harusi hiyo ilikuwa ni mambo ya kimila yanaendelea hapa kama kawaida. Bwana harusi alitakiwa kukanyaga yai. Hii ilikuwa ni ishara ya kuombea wanandoa wapate watoto, lakini yai baada ya kukanyagwa likaanza kutoa harufu kali sana. Hii inaonyesha kwamba yai lilikuwa ni bovu. Mama mkwe wa Mira akaingiwa na hofu, akaanza kuamini hii ni ishara mbaya. Akamuuliza mume wake, kwa sababu mtu aliyepewa tenda ya kuandaa hili yai ni mtaalamu, asingeweza kukosea hata kidogo. Baba yake Ario ndo jina la bwana harusi, akamwambia kwamba asiwe na hofu mke wake, hii ni bahati mbaya tu kama bahati mbaya zingine. Ario na yeye akatumia muda huo kumsii mke wake aspaniki. Hili ni jambo la kawaida, ni makosa ya kibinadamu. Baadhi ya ndugu wakaanza kujiuliza, kwani Ario alimfahamu wapi huyu Mira? Wengine wakapendekeza kwamba yawezekana katika kazi za Ario huwa anatembelea nyumba mbalimbali kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kuandika data, pengine ndiko huko alikokutana na huyo binti. Usiku wa kwanza wa hawa wanandoa, Mira akafurahi sana kwa sababu kwa sasa anaenda kutengeneza familia yake yeye mwenyewe. Hii ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu sana. Mwanaume Ario anajiona ni mwenye bahati sana kumpata mwanamke mzuri sana kama Mira. Mira pia akawa ameuliza kwa nini wageni wengi sana wamemletea ndizi. Ario akamweleza kwamba katika tamaduni zao ndizi huashiria baraka, mafanikio na maisha yenye neema. Ikawa muda wa kilimo mdondoko. Asubuhi iliyofuata Mira akaamka, mume wake hayupo hapa, lakini kamwachia barua akieleza kwamba amekwenda kazini mapema. Sasa upande wa Ario akiwa kazini kwake anakusanya taarifa mbalimbali za wakazi wa hili eneo. Kafika kwenye nyumba moja ambapo kuna mzee mmoja, akawa anatoa maelezo yake. Anasema kwamba kwa sasa anaishi peke yake kwa sababu muda mrefu sana watoto wake wote wamehamia Jakta kwenda kutafuta maisha. Ario akawa ameshangaa, huyu mzee mbona anasema anaishi peke yake, na wakati hapa pembeni kuna mwanamke anatabasamu muda wote. Akawa amemuuliza huyu mwanamke ni nani? Huyu mzee akasema kwamba ni mke wangu, mara nyingi mimi huwa nasahau. Akawa amemtambulisha pia na mke wake. Ario alipopepesa macho tu hapa sekunde chache, anakuja kurudi kumwangalia yule mama amuulize maswali. Yule mama katoweka ghafla. Ario baada ya hili tukio akaenda katika nyumba nyingine. Baada ya kufika hapa, mwenye nyumba yuko busy na kazi huko ndani, akamkaribisha ndani. Ario baada ya kukaa hapa, redio ikaanza kuwaka yenyewe. Mwenye nyumba akamwambia kwamba ipige hiyo redio ili tulie. Ario akawa amefika hapo, akaanza kuipiga kwa uoga. Ni nyumbani kwa watu hapa, kumbuka wewe ni mgeni. Mara huyo mama akawa ametokea hapa nyuma yake, akamwambia kwamba nimekuambia upige kwa nguvu. Sasa hakutaka hata kumuuliza wewe umetokea wapi, mbona sijakuona wakati unakuja. Huyu mama anaitwa Rasmi. Wakaanza kufanya mahojiano. Huyu mama namna anavyomwangalia huyu kijana ni kama anamtamani. Mara akaanza kutabasamu, anamgusa kwa namna ya ajabu. Akawa amemuuliza Ario, mimi na mke wako nani mrembo? Ario kwa kujikoolesha akasema kwamba mrembo ni mke wangu. Rasmi akaganda, kisha akamuuliza kwa sauti ya kutisha, mimi na mke wako nani mrembo? Sura ikabadilika na kuwa ya kichetani. Ario alivyoona hivi akaamua kutimua mbio na kuacha kila kitu ndani hapa. Alikimbia mpaka akafika sehemu ambapo kulikuwa kuna nyumba ya zamani. Akawa ameingia hapa kwa ajili ya kupumzika, haamini alichokiona. Upande wa Mira akaanza kujaribu kupika zile ndizi kwa kufuata maelekezo aliyokuwa amepewa na mume wake. Ghafla taa zikaanza kuwaka na kuzima. Mara akaona kama kuna mtu anatembea mbele ya nyumba yake. Akamuuliza, wewe nani? Mshikaji akasema kwamba mimi ni fundi wa shirika la umeme, nimekuja kukagua mita ya umeme. Mira akaendelea na kazi zake kama kawaida. Mara tena akamwona tena mtu yule anapita mbele ya nyumba akidai kwamba na yeye amekuja kukagua mita ya umeme. Huyu mtu mbona anakuja mara mbili? Mira ikabidi kutoka hapo kwenda kumtazama. Akamwona huyu mshikaji kweli anasoma mita. Mara akawa ameganda. Mshikaji akawa amemgeukia huyu binti, akamsogelea kimsobe akiwa na sura ya kutisha. Mara moja Mira akawa amerudi ndani kwa hofu, akampigia simu mume wake, lakini mume wake simu haipokelewi kwa sababu aliidondosha. Mira siku hiyo alimsubiri mume wake mpaka usiku ukafika, mwanaume hajarudi kabisa. Akachungulia dirishani, akaona tena kile kiumbe cha ajabu kiko hapo, bado kinamtazama tu, akiwa bado hajatulia kabisa. Mwili wake ukaanza kujikunja kwa namna ambayo haielezeki. Sasa muda huu
Kumbe upande wa mume wake, sehemu alipokuwa amekaa kwa ajili ya kupumzika, alipitiwa na usingizi kabisa mpaka usiku huu. Akiwa katika ile nyumba akaingiwa na hofu kubwa sana, kwa sababu redio imejiwasha yenyewe. Mara akasogea jikoni, akaona kuna mtu anatokea kwenye sufuria. Akawa ametoka nje kashika njia ni spidi ili kujaribu kurudi nyumbani. Mara akaona kuna mwanamke mmoja wa ajabu anacheza katikati ya barabara. Upande wa pili anaona kuna farasi mmoja na kiumbe kimoja kimekaa hapa akina kichwa. Yule mwanamke wa ajabu akawa amefika hapo na akawa amepita na shingo ya Ario shwa na kufa hapo hapo. Baada ya hili tukio, mwili wa Ario uko umeandaliwa kwa ajili ya mazishi. Mama yake Ario alilia sana, kwa sababu huyu ndo mtoto ambaye ni mtoto wake wa pekee. Mira muda huo anamtazama mume wake, mara anamuona kama marehemu anafumbua mdomo na katikati ya mdomo kuna nywele zinatokeza. Mara mama yake Ario akawa amefika hapo akamtimua binti Mira, akimtuhumu kwamba yeye ndiye anahusika kuleta laana mbaya katika familia yake. Akawa amemtoa hapo kwa sababu yeye ni mkosi tu. Mira akawa amefukuzwa hapo bila hata huruma ya aina yote. Hakuna mtu yoyote aliyempa msaada. Miezi kadhaa ikapita. Tuhamie moja kwa moja katika kiwanda cha kutengeneza nywele bandia. Sasa hapa kuna binti mmoja mgeni kafika hapa. Ndio siku yake ya kwanza kufika kazini na kafika kachelewa. Kiongozi akawa amemkemea kwa hiyo tabia, akamwambia kwamba kama utaendelea hivi sidhani kama utafika mbali. Kisha akaanza kumtambulisha huyo binti kwa watu wote wa muhimu katika ile kampuni. Akamwambia kwamba unamwona yule meneja anaitwa Agusi. Huyo yeye yuko single mpaka sasa hizi na anatafuta mke. Kisha akamtambulisha kwa mzee mmoja anaitwa Sunyoto. Kavaa shati la draft mlazo. Huyo mzee ana familia yake, lakini anapenda sana kutongoza na kusumbua wafanyakazi wa kike kwenye hichi kiwanda. Basi akampeleka moja kwa moja binti mpaka kiwandani ili kwenda kumkabidhi sehemu ambapo atafanyia kazi. Akiwa hapo, mara moja akawa amepiga kelele. Ni mgeni lakini ana makelele. Akasema kwamba huyu dada anamsonta Mira yuko hapa. Kumbe alikuwa anafanya kazi kwenye ile eneo. Akasema kwamba huyu atasababisha kuleta maafa makubwa sana. Huyu ni mtu hatari. Huyu ana mikosi. Kila mtu akawa amepaniki baada ya kusikia hivi. Watu wakawa wamefika hapo ni taharuki. Wakiwa hapo binti akawa amepiga kelele. Mara watu wakaanza kupagawa hapa. Watu ni kutafuta njia ni kutoka hapo nje. Bosi mkubwa mwenyewe anashangaa. Nini shida? Baada ya hali kutulia, Agusi akamchukua Mira ili kumpeleka nyumbani kwake. Akamwambia kwamba yeye haamini kabisa mambo ya uvumi yanayoendelea kuhusiana na yeye. Akawa amempeleka huyu binti moja kwa moja mgawani. Baada ya kufika mgawani hapa, binti kwa mara ya kwanza akawa amefahamiana na kijana mmoja anaitwa Bana. Lakini sasa huyu Bana sio kwamba ndo kaja kuonana naye. Hivyo kaja na Agusi, akawa anapiga stori na Agusi. Mira akamweleza kwamba Agusi anaogopa huenda maneno yanayosemwa na watu pengine yakawa ni kweli, yeye ni mkosi. Lakini Agusi akasisitiza kwamba yeye haogopi laana aina yoyote, wala haamini kabisa hizo mambo. Anaamini kwamba Mira ni mfanyakazi mzuri na anamfahamu kwa muda mrefu. Akasema kwamba utachukua siku kadhaa, utapumzika, lakini nitaendelea kukulipa ukiwa umekaa nyumbani tu, usijali. Akaamua kutiririka mambo yake mengine binafsi. Akasema kwamba mimi nimetokea kukuelewa sana, ninahitaji kukuoa wewe uwe pamoja nami niishi maisha ya kawaida. Mimi mwenyewe nitaka kushangaa hivi vitu viende bure namna hii. Huyu mzee asiweke vitu kama hivi, asichomekee vitu vyake. Binti akawa ameshindwa cha kujibu. Binti baada ya kurudi nyumbani kwake kafika hapo, mara akaona kuna mtu kapita nje ya nyumba. Kwenda kufungua mlango, kuna mwanaume mmoja akawa amefika hapa, akampatia kipakti fulani hivi cha mfuko, akamwambia kwamba kuwa nacho makini, ni cha moto. Hii sauti ni kama akawa ameshtuka. Kufungua kile kipakti, akageuka nyuma, akaona mzimu wa mume wake Ario uko hapo. Binti akawa ameshtuka kutoka ndotoni bana. Lakini sasa akiwa hapo, mara anasikia mwenye nyumba wake anamkemea kwa maneno makali, anamwambia kwamba yeye ni mikosi na hamuhitaji kabisa endelee kubaki kwenye nyumba. Hivyo binti akawa amefukuzwa kwenye nyumba. Pakulala siku iliyofuata, binti alilala kiwandani. Wafanyakazi wenzake wana chuki tayari, wanamwona kabisa huyo binti ni mikosi, hawahitaji hata kumuona mbele ya macho yao. Sasa wakiwa hapo taharuki, Sunyoto akawa amefika hapo, lakini na yeye ni mzee mmoja hivi, ana mambo yake tu. Akaamua kutumia nafasi hiyo kwa ajili ya kumshawishi huyu binti kama vipi amuelewe yeye. Akiwa anaendelea kumshawishi, mara Agusi akawa amefika hapo. Mara moja Sunyoto akamwambia kwamba Agusi atafute suluhisho la kudumu ili alitatue kabisa hili tatizo. Kwa mujibu wa Sunyoto, ni kama alikuwa anahitaji Mira afukuzwe kazi tu ili kazi ziendelee. Wafanyakazi wanaogopa. Agusi badala ya kumfukuza kazi Mira, yeye akaenda na mpango wake mwingine kabisa. Akamfuata huyo binti, akamwambia kuhusiana na hoja zake za msingi kwamba anahitaji kumuoa binti. Mira hakuwa na pa kwenda, akaamua kukubali kuolewa na Agusi. Baada ya hii harusi ya binti Mira, dada yake akawa amekuja kumtembelea katika hichi kijiji akiwa na mume wake. Sasa hili jambo Agusi akawa ameshangaa, akamuuliza Mira kwamba kumbe una dada wa kambo, lakini mbona hujawahi kuniambia kabisa? Mira akaeleza kwamba
Wanamda walikuwa wamekatisha mawasiliano. Ni miaka mingi sana, kwa sababu ambazo hata yeye mwenyewe hazijui. Anashangaa tu katika harusi yake siku muhimu kama leo, Puti ndo amekuja hapa. Agusi akamwambia kwamba inabidi urekebishe mahusiano yako wewe na dada yako, kwa sababu mume wake ni kiongozi wa serikalini ambaye mara nyingi amekuwa akisaidiana naye katika masuala ya mikopo ili kuendesha kiwanda chao. Kama mme na mke tayari wamekwisha kubarikiwa, bwana mkubwa Agusi akawa anahitaji kuhitimisha jambo kilimo. Lakini binti akiwa hapo akaanza kuona kalenda inafufunuka kwa mtindo fulani hivi wa ajabu. Ghafla Mira akaona kuna picha za nyuso za kutisha kabisa kwenye hizo kalenda. Akawa ameshtuka, akamwambia Agusi kwamba yeye bado hajawa tayari. Kesho yake Mira akaenda sokoni kununua mboga. Akiwa huko akamwomba bibi mmoja amuelekeze namna ya kupika hiyo mboga kwa sababu ameipenda sana. Huyo bibi akamweleza kwamba siri ya ladha nzuri ni kutumia kitunguu kwa kiasi kinachofaa. Lakini wakati wa kupika huyo binti hakutaka kabisa kufuata hayo maelezo, kwa sababu tu kitunguu saumu ni kama ni kitu ambacho alikuwa kipendi kabisa, hivyo akaamua kuvitupa. Baada ya kupika huyo msosi akampelekea mume wake. Agusi baada ya kuonja akatambua kabisa hiki chakula hakina ladha nzuri kwa sababu kuna kiungo muhimu hakijawekwa. Hakutaka kumuumiza hisia mke wake, akamwambia kwamba siku nyingine jitahidi zaidi, huenda ladha impungue kwa sababu kuna kiungo ambacho ni muhimu zaidi hakijawekwa hapa, lakini usijali, kila kitu kwangu ni kitamu kwa sababu tunakula kwa pamoja. Baadaye Agusi akajaribu tena kushawishi kilimo, lakini Mila maisha yake bado ana hofu kinoma, bado hajaikubali kabisa hii ndoa kikamilifu. Agusi akawa ameelewa tu. Siku iliyofuata akarudi tena sokoni kwa bibi yule akaenda kununua vitu, na siku hiyo huyu bibi akawa amempa maneno mazuri sana ya kiutu uzima. Na binti baada ya kutoka hapo akawa amefikiria vya kufikiria, akaenda moja kwa moja kumtafuta dada yake Puti. Huyu dada yake kwanza akampokea hapa, hampi ushirikiano wa moja kwa moja. Hii inaonyesha wazi kwamba uhusiano wao hauko vizuri kabisa. Mila akasema kwamba amekuja hapa ana nia ya kusuluhisha tofauti zao na kuanza ukurasa mpya, lakini Puti hakutaka kabisa kusikia kuhusiana na amani. Mila akiwa hana la kufanya akaamua kushukuru tu kwa kupokelewa, kisha akawa ameaga na akawa ameondoka kimya kimya. Usiku huo upande wa Mila pamoja na mume wake, mwanaume kavumilia sana siku hiyo kweli, binti akawa yuko tayari na rasmi wakawa ni mke na mme. Asubuhi iliyofuata Mila akaona tena fundi wa umeme kafika hapa. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu sana, akaanza kumtazama tu kwa mbali, hakutaka kabisa kutoka kwa sababu anakumbuka tukio la mwisho liwahi kutokea ni nini. Akamtazama jamaa, akamaliza kusoma mita, akaondoka akapanda na bodaboda. Binti kidogo akawa amevuta pumzi, kabaki na amani. Sasa upande wa sokoni watu wanapiga zao zogo kwa sababu ni wiki sasa tangu binti Mila ameolewa, lakini hakuna chochote kibaya kilichompata mme wake. Sasa wanahoji, je, hayo maneno ya mikosi kuhusiana na huyu binti ni ya kweli ama ni maneno tu? Jioni hiyo Mila akawa anamwandalia mme wake chakula kingine. Baada ya kumaliza kupika akaonja hicho chakula, akaona kabisa hakina ladha nzuri. Akaamua kutoka moja kwa moja kwenda kununua chakula katika mgahawa wa Bana. Bana akaanza kumhudumia kama kawaida. Muda huo mume wake Mila alikuwa bado ana kazi kiwandani. Akiwa anaendelea na kazi, kuna mtu mmoja akawa ametokea nyuma yake akamwambia kwamba Sunyoto anakusubiria kwenye ukumbi wa kiwanda. Agusi baada ya kugeuka, yule mtu katoweka. Agusi akawa ametoka hapo moja kwa moja akaenda katika ukumbi wa kiwanda. Baada ya kufika huko akamkuta Sunyoto. Sunyoto alikuwa amekusanya fedha nyingi sana za mauzo ya nywele bandia. Baada ya kuzihesabu fedha hizo akawa amemkabidhi Agusi. Agusi akawa amechukua kiasi kidogo tu akampatia kama zawadi. Hili jambo Sunyoto hakulipenda kabisa, lakini hakusema tu, akawa ananung'unika tu ndani ya moyo wake tu. Agusi akaanza safari ya kurudi nyumbani. Usiku huo njiani akakutana na gari fulani hivi, ni gari la farasi linatembea mbele yake, lakini liko polepole mno. Akapiga honi mara kadhaa lakini hakupishwa. Ghafla tairi la gari lake lilikuwa limepasuka, ikalazimika kushuka atengeneze gari, lakini hakujua kabisa chochote kilichokuwa kinaendelea katikati ya barabara, kwamba kuna mwanamke wa ajabu alikuwa anacheza ama kuna mtu alikuwa anamtazama juu ya gari. Hakuwa anajua, yeye alikuwa bize kutengeneza gari. Sasa muda huu binti Mila akiwa katika mgahawa wa Bana akaanza kujisikia vibaya, mara damu puani, mara akaanza kujikunja kama jinsi ambavyo tuliona kabla ya kifo cha kijana Ario, mume wake wa kwanza huyu binti. Sasa muda hili tukio linatokea hili, upande wa Agusi nati ikawa imeangukia chini ya gari, akanyosha mkono kwa ajili ya kuichukua. Mara sasa akakamatwa na kiumbe cha ajabu huko, kikaanza kumvuta, kilimbamiza kwenye gari bila huruma aina yote. Sasa upande wa Mila, baada ya hali yake kukaa sawa, Bana akawa amejitolea amrudishe binti nyumbani kwake. Wakiwa njiani wakaona gari la Agusi na kuna watu kibao hapa. Mila akawa ameshuka hapo. Baada ya kufika hapo akamkuta mume wake akiwa chini tayari amekwisha kufariki dunia.
Habari za kifo hiki zilienea haraka sana mpaka mme wake Puti, yani dada yake Mira, akienda kumwambia Puti kwamba dada yako mme wake amefariki dunia. Lakini Puti hakuonekana kuumia, lakini kilichoonekana usoni kwake ni tabasamu tu kwa mbali, kana kwamba yeye anafurahia kinachompata Mira. Baada ya msiba, Mira akalazimika kuondoka katika ile nyumba aliyokuwa anaishi, kwa sababu ilikuwa ni nyumba ya kampuni na mtu aliyekuwa anasimamia hii shughuli ni mzee wa Totozi, Sunyuto. Binti akawa amevunjika moyo, hajui anaenda wapi, ila anaenda mbele tu. Sasa upande wa kijana mgawani bana akawa amepata habari kwamba Mira kafukuzwa katika nyumba aliyokuwa anakaa. Kijana akawa ametoka hapo mkuku kwenda kujaribu kumpa msaada Mira, lakini akafika hapo tayari binti amekwisha kuondoka, yuko kwenye lifti. Usiku huo binti mahali alipokuwa amekaa alilia, huku akikumbuka kuanzia mwanzoni mme wake wa kwanza alipofariki mpaka mme wake wa pili amekuja kufariki. Wote wamefariki baada ya kilimo mdondoko. Binti akaanza kujiona kama yeye ndiye sababu ya vifo vyote, akaanza kuamini kabisa yawezekana yeye ndiye aliyebeba hiyo laana ambayo watu wanamzungumzia kila kukicha. Basi binti akiwa yuko hapo bila msaada wa aina yote. Sasa siku moja bana akaamua kwenda katika kijiji jirani kwa ajili ya kwenda kununua nyama, kwa sababu kijiji chao nyama ilikuwa imepungua. Akiwa huko akaanza kusikia makelele ya mama yake Ario akimkashifu Mira kwamba yeye ndio sababu ya mtoto wake kufariki dunia kwa sababu ya mikosi yake. Bana akajaribu kwenda kuzuia, kwa sababu hakutaka kabisa kuona Mira apate fedhea mbele ya watu. Akaamua kumchukua Mira na kumpeleka nyumbani kwake. Binti alikula chakula huku akiwa analia kwa huzuni. Akamuuliza bana kwamba kweli hauna hofu ya mimi kuishi na wewe, ili hali watu wote wananinyoshia mikono? Hauogopi kupoteza maisha yako? Bana akamjibu kwa utulivu, akamwambia kwamba mimi siamini uvumi wa watu. Baada ya kula, binti akawa ameonyeshwa chumba ambacho atakuwa anakaa hapa. Hiki chumba kilikuwa ni cha mama yake bana. Alipotaka kutoka hapo, Mira ikabidi kumuuliza tena, kwa nini unanisaidia mimi ili hali watu wote wananikimbia? Bana akatabasamu tu, akamwambia kwamba mimi ninaamini kila wema unaofanywa humrudia mwenye kutenda wema huo siku moja. Asubuhi iliyofuata Mira akaamshwa na harufu nzuri sana ya msosi hapa. Bana alikuwa ni mpishi mmoja mnoma mno. Lakini sasa cha kushangaza, alipotoka hapo kumsogelea bana, anamwona bana yuko jikoni. Mara anamwona muda huo tena bana anafagia. Sasa bana wa kweli ni yupi? Ni yule aliyo jikoni ama huyu anayefagia? Akiwa hapo bado kachanganyikiwa, mara akaona mzimu wa mme wake Ario pamoja na mme wake Agusi ukiwa hapo. Binti akawa ameshtuka kutoka ndotoni ba. Kila siku usiku amekuwa akisumbuliwa na ndoto za ajabu sana kuhusiana na maisha yake ya zamani. Mara nyingi huona nyuso za waume zake waliokufa wanaendelea kumtesa usingizini. Bana akamfariji akimwambia kwamba katika mafundisho ya dini, uchawi na nguvu za giza hutajwa kama jambo ambalo linaweza kumtesa mwanadamu, lakini mtu hapaswi kukata tamaa. Kisha kijana akaamua kufunguka na kumweleza maisha yake binafsi. Akasema kwamba aliwahi kuondoka nyumbani na kwenda kutafuta maisha Java. Biashara yake ilifanyikiwa kwa kiasi kikubwa sana na akaanza kuishi maisha mazuri, lakini aliporudi tu Bandung, sehemu ambapo yeye ndiko alikokulia, kwanza akawa amempoteza mama yake. Tangu wakati huo misiba na mikosi ilianza kumwandama hadi alipofika katika maisha haya ambayo binti amemkuta nayo kwa sasa. Akasema kwamba njia pekee ya kuendelea mbele ni kufanya amani na mambo yako yaliyopita. Akamshauri Mira na yeye afanye hivyo hivyo, huenda ndiyo njia pekee ya kupata majibu ambayo mara nyingi amekuwa akiyatafuta katika maisha yake. Maneno haya yakamfanya Mira kukumbuka mtu mmoja muhimu sana katika maisha yake ya zamani, na mtu huyu sio mwingine, ni mzee Mba Waso, mtu aliyemfanyia tambiko siku yake ya ndoa. Akaamua kufunga safari na kwenda moja kwa moja kwa Mba, ambaye kwa sasa ni mzee, amekwisha kuacha kazi yake ya zamani na kwa sasa anaishi kwa kusaidiwa na watu tu wanaomwonea huruma. Mira akamweleza kwamba maisha yake yamejawa na mateso yasiyoisha. Kila anapojaribu kupata furaha, mikosi na mwandama tena kwa upya. Mba Waso akasita kuzungumza, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna vitu vingi sana. Akaamua kufunguka, akasema kwamba kuna binti alinifuata kwa siri hapa, nimfanyie tambiko la kumlaani mtu mwingine. Mira akawa ameuliza mtu gani? Akasema kwamba kuna mtu alikuja kukuloga wewe. Akamwambia kwamba mtu aliyekuja hapa ni Puti, alifika hapa akihitaji ni kulogi wewe, usiishi maisha yenye furaha, maisha yako daima yawe ni maumivu tu. Kweli mwanamama huyu, kwa sababu mteja akafika hapa na kaweka pesa, kweli akaamua kumroga huyu binti. Tangu wakati huo mambo ya Mira yakaanza kwenda mlama. Kila alipopata furaha tu kuna msiba ama mambo ya ajabu yaliendelea kumtokea. Mba Waso akasema kwamba tangu wakati huo mwanaume yoyote ambaye
angekutana naye kimahusiano, yani kimapenzi, lazima huyo mwanaume angekufa katika njia ya kutisha. Mila akawa ameshangaa sana, kwa nini dada yake amfanyie jambo kama hili? Mbona yeye ni ndugu yake ambaye hajawahi kumfikiria mabaya. Katika upande wa Puti na maisha yake, mme wake mara nyingi amekuwa ni mtu wa kutoka usiku. Kila siku anamwaga huyu binti, anamwambia kwamba anaenda kazini, kuna mteja anaenda kupambana naye. Puti akawa anamtakia amani tu na baraka mme wake. Kesho yake Mila alipokwenda matembezini, anawaza kuhusiana na mdogo wake, kwa nini amfanyie hivi? Mara yule mzee wa Totos Sunyuto akawa amefika hapa, kwa amemvamia kwa nyuma, akampiga huyo binti na kuzimia, akampeleka moja kwa moja katika gara la kiwanda. Binti anakuja kushtuka, anamwona Sunyuto yuko hapo. Huyu mzee akaamua kuforce kilimo mdondoko, kisha akawa amemwacha Mila akiwa hapo, kavunjika moyo sana, aamini kwamba mtu mzima kama huyu amemtendea vitu vya kishenzi kama hivi. Na mnasemaga wazee ndo hekima, si ndio? Ama hekima ndo wazee. Mzee Sunyuto akaenda nyumbani kwake kana kwamba kuna chochote kibaya alichokifanya. Kafika hapo akamwambia mke wake, niandalie kahawa. Kisha kwa amekaa hapo anasubiria kahawa, mara televisheni kwa mwaka yenyewe. Akiwa hajaelewa, mke wake akamwambia kwamba ipige. Mwanaume akaona kuipiga sio shida, akatoa kabisa waya kwenye umeme, akakaa, mara TV kawaka tena. Sasa akiwa hapo akaona kama mke wake kafika hapo, akaanza kuigonga hii TV. Kwenye kutazama vizuri, mara anamuona mbona kama sio mke wake, ni Mila. Mzee akawa ametoka hapo kukurupuka, mara pepo akawa amemtokea mbele yake, mara anajionyesha yeye ni Mila, mara anajionyesha yeye ni pepo. Mzee akawa ametoka hapo mbio, akamkuta mke wake upande wa pili yuko busy kuswali, mara kugeuka, kumbe sio mke wake, ni mzimu. Mzee akawa ametoka hapo, mara pukushani za kutosha hapo. Huyu mzee alichezea kichapo nyinyi, mpaka hata jembe lake lilikuwa limevunjwa hapa na akawa amefariki hapo. Baada ya kufariki tu, mke wake ndo anafika hapa, katoka kuswali, anamkuta mme wake akiwa ni mfu. Mila upande wa pili, kwa bahati nzuri, sehemu alipokuwa amezimia, Bana ndiye aliyefika hapo kwa ajili ya kumpatia msaada, akamchukua binti na akamrudisha nyumbani. Asubuhi iliyofuata, Bana kuamka, Mila yupo hapo, kashaondoka na akamwachia barua ya kumshukuru tu kwa matunzo yake na upendo wake mkubwa aliomuonesha. Mila akaamua kurudi moja kwa moja katika nyumba yao ya zamani alipoanzia maisha, yeye pamoja na mama yake. Hii nyumba haijatumika kwa miaka mingi sana. Hapa ndipo tukapata kumbukumbu za nyuma, mambo ambayo hukuwahi hata wewe mwenyewe kutarajia ninavyokuambia hapa. Mila pamoja na mama yake, baada ya kupokelewa katika familia ya Puti, Puti aliwapokea vyema sana na maisha yake yalikuwa ni mazuri tu. Lakini sasa Mila pamoja na mama yake hawakuwa watu wazuri kabisa kwa binti Puti, walimtendea vibaya mno, na walifanya hivyo pale ambapo baba yake Puti hakuwepo hapa. Puti alivumilia mwanzoni manyanyaso yote aliyokuwa anafanywa kwa muda mrefu sana, jambo lililozaa chuki kubwa sana ndani ya moyo wake, hadi alipokuja kuwa mtu mzima. Sasa tumejua chanzo halisi ni nini. Vita baina ya Puti pamoja na Mila imeanzia wapi? Wakati huo Bana akaanza kumtafuta Mila kila mahali, lakini hakufanyikiwa. Akaenda mpaka kiwandani, akaomba mafaili ya yule binti ili kupata anwani ya nyumba ambapo yule binti alikuwa anakaa. Kweli alikuwa amepata anwani ambapo binti alianzia maisha yeye pamoja na mama yake. Akawa amefika eneo hilo, lakini kwa bahati mbaya akamkuta Mila tayari amekwisha kuondoka. Kwa upande mwingine, mume wa Puti sasa kama kawaida anamwaga mke wake tena, anaondoka. Kuna mtu anaenda kukutana naye, hatujai kujua huyu mwanaume anafanya kazi gani, si ndio? Mbona yeye ni wa kuchelewa kurudi nyumbani tu, na kamwaga kabisa mwanamke kwamba nitachelewa kurudi. Mila Bana upande mwingine kachanganyikiwa, hana sehemu pa kujishikisha, akaamua kwenda kufanya kazi sehemu ya burudani katika klabu ambapo binti akawa hapa kama mburudishaji. Usiku huo akawa amepokea mteja bila kutarajia. Huyu mteja alikuwa nani? Ni Budi, mme wake Puti. Sasa kwenye hii klabu mambo ya kilimo mdondoko yalikuwa ni kawaida tu yanafanyika, na huyu binti Mila akaamua kufanya makusudi kukutana na mme wake Puti kwa makusudi kabisa, anajua nini kitakachotokea kwa huyu mwanaume. Baada ya hapo mme wake Puti akawa ametoka hapo na akawa amerudi nyumbani kalewa, yuko chakali. Sasa akiwa nyumbani, mke wake kwenye kumkagua akawa amegundua kabisa hii dalili, huyu mwanaume inaonekana wazi kwamba kuna mwanamke mwingine kakutana naye kabla ya kufika hapa. Mara alipotoka chumbani akakutana na Mila tayari yuko hapa, kasimama mbele yake. Mila akamweleza kwamba nilipoingia nyumbani kwako hapa kwa mara ya kwanza, niliona familia nzuri sana, mtoto mwenye furaha na mme anayempenda sana Puti kwa dhati. Akakiri kwamba zamani alimwonea wivu Puti, alimfanyia mabaya, lakini alipofika hapa alijaribu kuja kuomba msamaha, lakini Puti hakumpokea kabisa. Yeye alichokuwa anahitaji waanze maisha mapya. Puti hakukubali kabisa msamaha wa huyu binti, akamwambia kwamba maumivu ulionipatia tangu utotoni mpaka nimekuja kuwa mtu mzima hivi hayawezi kufutwa na neno nisamehe. Ghafla Mila akapagawa hapo hapo,
ishara ya kwamba mtu mwingine aliyekutana naye kimwili ni lazima afariki dunia. Akaanza mapicha. Sasa Puti anamtazama tu nini kinachoendelea. Kweli upande wa mme wake Puti akiwa amelala ndani ya shuka, mara pepo akawa amemvaa huko, hakumpata nafasi ya kukimbia. Huyo pepo alimchezeshea kati chembe kidevu na mzee akawa ameanguka chini na akawa amefariki hapo. Sasa yao makelele Puti akawa ameyasikia, akajua kabisa kuna kitu kibaya kinaendelea, na akawa amehisi huyu binti ametembea na mme wake. Mara moja Puti akawa amemvamia Mira, akamshambulia. Mapambano makali yakawa yametokea hapa, lakini sasa Puti alikuwa ni mwenye nguvu na alikuwa ni mtata, hivyo alimtembezea kichapo kizuri mno Mira, na alitumia chuki zake za zamani za muda mrefu kwa ajili ya kulipa kisasi kwa huyu binti. Kwa bahati nzuri, elewa neno kwa bahati nzuri, Mira akawa amepata nafasi ya kujitetea, akawa amempiga Puti kwa nguvu. Puti akawa ameangukia meza ya kioo iliyokuwa imevunjika na vipande vya kioo vilikuwa vimemjeruhi vibaya sana shingoni. Kabla hajafariki dunia, Mira akamuuliza Puti kwa sauti ya chini, anahitaji kujua namna ya kutatua laana ambayo huyu binti amemwekea katika maisha yake. Puti akamjibu kwamba mtu aliyefanya tambiko hilo ndiye mtu pekee anaweza kuivunja hiyo laana. Puti ni kama kawa mtu mwema sana, lakini hapana, sio mtu mwema. Akamwambia kwamba hamna mtu yote anaweza kukusaidia kwa sababu hata huyo mtu nimekwisha kumuua. Puti anafichua ukweli kwamba alienda kumuua Mbawaso, kwa hiyo laana haiwezi kuondolewa. Ndio mambo ya Waswahili wasemavyo, aliyekuloga amekufa. Ndo hii sasa. Puti akawa amefariki dunia na yeye hapo. Baada ya hili tukio, Mira akarudi na kukutana tena na Bada. Licha ya kujua kila kitu kilichokuwa kimemtokea Mira katika maisha yake, Bana alimwambia kwamba bado yeye anaamini kwamba upendo wa kweli unaweza kuvunja hii laana. Akawa amemvisha pete ya uchumba huyu binti, akimjali, anamhitaji kumuoa kabisa. Alikuwa tayari kukabiliana na hatari yoyote itakayemtokea huko mbele, kwa sababu upendo wa kweli una nguvu, anaamini hicho. Basi wakapendana wanetu, na unaambiwa kwamba moja kati ya kipindi ambacho Mira alipata furaha ni kipindi ambacho alikuwa na kijana Bana. Hakuwahi kabisa kutarajia kwamba kuna maisha ambayo anaweza kuyaishi maisha ya upendo kama haya. Siku moja wakiwa ufukweni wanapiga stori kama kawaida, wapendanao wanapendana, mara Bana wakawa wamevutwa kando na nguvu za ajabu. Wanasemaga binadamu ni mavumbi na mavumbi utarudi. Ndo Bana kilichotokea hapa mbele ya macho ya Mira. Hii ikionyesha wazi kwamba laana iliyo juu ya binti Mira haiwezi kuondolewa kabisa, kwa sababu mhusika aliyefanya hii laana tayari amekwisha kufa, aliyemloga amekufa. Hii ndio simulizi ya hii filamu inapoishia hapa. Halo, subscribe, comment, karibu. Niambie nini ambacho wewe unakiona kimekuvutia kwenye hii filamu. Niambie pia ni nani ambaye wewe unamuona kabisa hapa ndiye mtu ambaye amebeba lawama.